Hujambo na karibu mtazamaji. Fainali iliyozileta timu mbili pamoja, timu Saudia na timu Jaba, imechezwa katika uga wa Green Stadium Taliban wadi ya Mtepeni. Ilikuwa siku ya ndovu kumla mwanawe, timu Saudia ikijiweka kifua mbele kutoka mwanzo wa mtanange huo hadi tamati na kuipiku timu Jaba kwa kuwalaza mabao 4-1 na kuacha wengi vinywa wazi kutokana na matokeo hayo. Mshindi wa kwanza alizawadiwa kitita cha shilingi 10,000 pesa taslim na wa pili kuzawadiwa shilingi 5,000 pesa taslim. Morris akiibuka kwa mchezaji bora kwenye michuano hiyo iliyodumu kwa miezi miwili sasa, akipewa shilingi 2,000 pesa taslim, pamoja na Zuya ambaye aliibuka kwa mfungaji bora wa michuano hiyo. Mdhamini mkuu wa michuano hiyo ni Alpha Kiti, akitaja kuwaikabidhi vijana kwa miongoni mwa sababu kubwa ya kuandaa michuano hiyo, ambapo vijana wako kwenye likizo. Kwa majina naitwa Alpha Kiti Chonga, mimi ndimi mwandalizi wa hii ligi. Hii ligi imeentel team kutoka Maweni, Mwendo wa Panya, Mabambani, Porini, tuseme Mtepeni wadi wa chini. Na hii ligi malengo yalikuwa ni kuweka vijana wawe busy kwa sababu long holiday imekuwa ndefu sana. Ni ligi ambayo imekuwa na shamra nyingi, na kufikia leo ndio ilikuwa mwisho wa kikomo cha ligi hii na tumeweza kupata mshindi. Tunapambana kuhakikisha kuwa tunaweka usalama katika eneo letu la Mtepeni ward na kuhakikisha kuwa vijana wetu talent tunazisukuma katika stage moja hadi nyingine. Pia bila kusahau, kabla kufungua shule kwa wanafunzi, tutaweka one day tournament ambao entail team za Mtepeni ya chini na Mtepeni ya juu. Viongozi wa Mtepeni wanafaa kujua kuwa talent ziko. Tukifanya research, Kikambala ni nyumbani kwa vipaji vingi ambavyo vimeenda Kilifi vimetoka Kikambala na Kikambala iko Mtepeni. So tunasisitiza viongozi, ile chance ambayo uko nayo wewe, ndio uko na sober mind, advise the youth at least wafanye vitu ambavyo viko productive katika jamii. Message yangu kwa vijana kike na kiume, nasema big up sana, mnaweza, support iko, bora mtu ajitoe na hakisha napambana na tuache kulala, kwa sababu vijana si ndio wenye nguvu na vijana ndio viongozi wa kesho, na serikali inayokuja inatuhitaji sana vijana. Kwa hivyo vijana tuwe na bidii, tutie nguvu na tuhakikisha hatufi moyo, kwa sababu sisi ndio taifa la kesho. Tutieni bidii kusaidia serikali, kusupport mambo kulaumu serikali kwamba hafanyi, tuachane nayo, tushirikiane wenyewe kwa wenyewe, serikali na tupatie usalama, sisi tutie bidii. Mimi ni Abdalla Abrari na hii ni Abrar TV.